Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Watukufu wa Islamu, leo tutaanza darasa ya tafsiri ya Qur'an na tutaanza suratul Baqara mwanzo kabisa. Darasa hii ya leo itakuwa ni utangulizi wa kuifahamu hii sura kwa ufupi na fadhila zake kwa ufupi, halafu inshallah taala tafsiri aya ya kwanza na kuendelea tutaanza darasa inayofuata. Suratul Baqara ni sura ya Madina. Ni sura ambayo imeteremka kukamilika kwake katika mji mtukufu wa Madina, na ina aya jumla 286, aya ya mwanzo ikiwa alif lam mim na aya ya mwisho la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat, mpaka mwisho wa aya wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna ala alqaumil kafirin. Sura hii imeitwa suratul Baqara kutokana na kisa kilichopo ndani ya sura hii, kwa sababu neno al-Baqara katika lugha ya Kiswahili ni ng'ombe, na Allah subhanahu wa ta'ala amejalia katika kila sura visa mbalimbali vina ibra, vina mazingatio, na ambayo tutayaona inshallah taala tutapofika katika aya yake. Na sababu ya kuitwa kama nilivyosema ni kisa cha ng'ombe kilichomo ndani ya sura hii, ambayo ni kati ya Wanaisraeli wakati wa Nabii Musa alayhi salam na watu wake, ambapo kwa muktasari kwamba wao kuna mtu aliuawa au aliuliwa katika zama hizo, wakataka kujua nani alimuua. Sasa katika kutaka kujua wakaenda kumuuliza Nabii Musa alayhi salam awajulishe nani muuaji. Nabii Musa kama kawaida akaenda kumuuliza Allah mtukufu, atake kujua jawabu. Yeye hawezi kujua kama nabii. Akawaambia Allah anasema inna Allah ya'murukum an tadhbahu baqara, kwamba Allah anawaamrisheni amri, na amri yenyewe ni mchinje ng'ombe tu. Katika hili swala la kuchinja ng'ombe ndipo kutakuja maelekezo namna gani mtajua. Sasa wale watu wakawa wabishi, yani hawakutaka kufahamu, na hivi wakahoji kuhusu ng'ombe, rangi yake ni umri, anapatikanaje. Mwisho wake walimpata yule ng'ombe kwa shida, na baadaye wakaja wakamfahamu muuaji, kwa sababu qulna dribuhu bi ba'dihha, waliambiwa wampige yule maiti kwa sehemu ya ng'ombe, wanasema ni mifupa, na tutakuja kufanua baadaye. Yule maiti akainuka akasema alimuua, kwa akamjua muuaji kupitia tukio hili. Allah mtukufu ameelezea katika sura hii kadhia, ndio kaitwa sura ya ng'ombe kutokana na hichi kisa. Lakini ndani ya sura hii pia kuna mambo mengi yameelezwa. Mwanzo imeanza kueleza makundi ya watu, kuna waumini ambao ni wacha Mungu, kuna makafir, halafu kuna wanafiki, na wote Allah ameeleza sifa zao kwa ubainifu na tutazieleza. Lakini pia hii sura ndio imetaja kisa cha mwanzo cha Qur'an tukufu cha manabii. Nabii Adam alayhi salam ameanza kutajwa katika sura hii, kisa chake na malaika, ambacho anachotakieleza swala ya kuwekwa peponi, kutoka peponi, na amri kuamrishwa malaika wamsujudie, kukataa Ibilisi asimsujudie, maisha yalikuwaje, tutaelezea. Sura hii imetajwa. Lakini sura hii pia imetaja mambo ya Bani Israeli, Mayahudi na Manaswara, vituko vyao, ujeuri wao, ubishi wao na ukaidi baina yao na manabii mbalimbali. Nabii Musa amemfanyia, hasa Nabii Musa, na wao wameelezwa sana humu ndani katika sura al-Baqara. Bali sura hii pia imetaja mambo ya mambo ya manabii wengine kwa kuwataja tu. Nabii Ismail katajwa humu, Nabii Ibrahim katajwa, na manabii wengine wametajwa kwa muktasari kutokana na matukio. Mfano Nabii Ibrahim na Nabii Ismail wametajwa katika swala la kuweka misingi ya Al-Kaaba. Walipokuja kuinua Al-Kaaba ilipokuwa, je, wao ndio wa mwanzo au walifuatilizia kilichoanza kujengwa na malaika? Huko tutaelezea yote huko mbele utakapofika katika wakati wake. Lakini sura hii pia imetaja hukumu mbalimbali, hukumu ambazo zinaambatana na maisha. Mfano hukumu za eda na talaka, eda ya kifo imetajwa, eda ya talaka imetajwa, hukumu za mambo ya madeni, hukumu za deni, unapokopeshana, kuandikiana, imetajwa katika sura hii. Bali mambo ya riba sura hii imegusia kwa namna fulani, na mambo mengine utakayoona katika hukumu mbalimbali ambazo zimetajwa katika sura hii. Na bali imetaja baadhi ya mambo misingi ya itikadi, swala kuamini kufufuliwa,
baadhi ya mambo ambayo yametokea kwa manabii yanaonyesha itikadi, kama swala la Nabii Ibrahim alipokuja kutaka kufahamu kadhia mbalimbali za kufufuliwa maiti na hivi. Tutaona katika surati hii hukumu za qibla pia zimetajwa katika sura hii, mambo ya qibla na kadhalika. Kwa jumla ni sura ina mambo mengi na imeitwa jina zuri, imeitwa min Zaharawain, kama alivyosema Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba hii na sura Al-Imran Zaharawain, kwamba ni sura ambayo inatoa nuru, inamwangazia atakayeshika sura hii na kuifahamu, inampa mwangaza mzuri wa maisha, vipi atafika salama katika maisha ya akhera. Lakini je, sura hii ina fadhila? Na ndani yake pia kuna Ayatul Kursi, aya kubwa kuliko aya zote katika Qur'an, adham aya surati Ayatul Kursi ipo katika sura hii. Tutasoma na fadhila zake tukifika wakati, lakini sura kwa jumla ina fadhila zake. Na moja ya fadhila kubwa ambazo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ameeleza wazi kwamba hii sura inakuja kukuombea siku ya Kiyama. Siku ya Kiyama panapokuwa na dhiki, panapokuwa na matatizo, hii sura ni moja ya vitu ambavyo vitakuja kukuokoa kutokana na hali itakavyokuwa ngumu, jua, joto kali au joto kali la siku hiyo. Sura hii itakuja kukukinga kama kivuli. Lakini katika dunia, sura hii ni kiboko ya wachawi. Hii sura hakuna mchawi anayeweza. Mtume akasema wala yastati'uha al-batala au wala tastati'uha al-batala, kwamba wale wachawi hawaiwezi hii sura. Na imeelekezwa katika baadhi ya riwaya namna gani unanufaika na sura hii katika mambo ya wachawi. Tutasema hapa, yani sura hii unapoweza kuisoma angalau kila siku 3, isome mara moja, iwe nyumbani kwako, unifahamu, iwe ni mwenyewe tu unajisomea, isome kila siku 3 mara moja. Na hii hailazimishi lazima iwe siku 3. Ukiweza kila siku soma, ukiweza kila wiki soma mara moja, kila mwezi. Lakini ajwad ilikuwa nzuri na ambayo ni kati kwa kati, kila siku 3 mara moja isome. Bali kama uwezi, zipo aya 2 za mwisho zile, amana ar-rasul bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minun, mpaka mwisho wa sura, unaweza kuzisoma hata hizi kila siku 3 mara moja, kila siku mara moja. Hii ni kiboko ya wachawi. Bali Mtume amesema fa inna akhdhaha baraka wa tarkaha madha hasara. Sura hii kuichukua ni baraka tu, na ukiambiwa neno baraka ina maana ni kudumu zile khairi zisikuondoke. Wewe una khairi mbalimbali unazo, unataka zibaki, una mali, una hivi, hebu soma hii sura. Soma, muombe Mwenyezi Mungu adumishe zile khairi, upate baraka za kusoma sura hii. Ina maana ndani yake kuna baraka, kuna kinga ya wachawi, lakini pia kiyama itakusaidia. Hii ni surati al-Baqara kwa mukhtasar, na inshallah taala tutaanza tafsiri yake hapo baadaye. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.